Karibu katika darasa huru la Injili ambalo lengo letu kubwa ni kumfahamu sana mwana wa Mungu. Pili ni kuhakikisha kwamba tunakuwa katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Tatu, tunatakiwa kusoma neno la Mungu tukue mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Lakini tunasoma neno la Mungu kwa kulitafakari kama watu wa Beroya ambao waliipokea Injili, lakini haikuishia hapo. Wakayachunguza maandiko kila siku ili waone kwamba mambo yaliyosemwa na wahubiri au na mhubiri Paulo kama ndivyo yalivyo. Darasa hili linapatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Mwisho wa kipindi hiki usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Leo tunaendelea na somo hatua za kukua kiroho, na neno linalotuongoza ni Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunaona hatua ya ukombozi wa mwanadamu kiroho. Katika Agano Jipya tuliona ukombozi wa mwanadamu au wa Israeli kimwili kabisa, kutoka Misri utumwani, wakawa njiani miaka 40 na wakaingia Kanani. Tunaona maeneo matatu yanatajwa kama yanavyotajwa katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Kwa hii ni typology ya Biblia, ambapo kule katika kitabu cha Kutoka ile ni type na antitype yake inaonekana katika Agano Jipya. Katika Wakolosai ni mifano na uhalisia wake. Tunajifunza kukua kwamba baada ya kuhamishwa kutoka katika ufalme wa giza, baada ya kuokolewa na kukombolewa kutoka katika ufalme wa giza, hatukuachwa hapo. Mungu alivyo mwaminifu, baada ya kutuokoa na kutukomboa, akatuhamisha, akahakikisha kwamba anatuingiza sehemu salama inayoitwa ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa maana hiyo, kuokoka ni kubadilisha maeneo. Ukristo ni kubadilisha maeneo kutoka ufalme wa giza kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwenye ufalme wa giza kulikuwa na maisha yake, katikati hapa kulikuwa na maisha yake, na huku ulikoingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake kuna staili ya maisha yake. Kwa hiyo Ukristo ni mabadiliko. Mkristo yoyote lazima akubali mabadiliko. Mkristo yoyote lazima apokee mabadiliko mapya mazuri, na mabadiliko tunayoyapata baada ya kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake na kuokoka na kuwa Wakristo, manake tunabadilishwa vitu vingi sana, na tumejifunza vitu vingi vya kutosha. Na jana tulianza kujifunza levo za kukua. Tukaona kwamba Ukristo ukishabatizwa au ukishaokoka sio mwisho. Pale umezaliwa, wewe ni mtoto mchanga, unahitajika kupata maziwa yasiyogoshiwa ili upate kuukulia wokovu. Huo ndio ukweli kwamba Ukristo ni mabadiliko. Kama unapinga, pinga tu, lakini Ukristo ni mabadiliko. Kuokoka ni mabadiliko. Tusipoyaona tutakuuliza kwamba wewe ni Mkristo wa namna gani? Mbona huna tofauti na wapagani? Kama unaenda kwa waganga wa kienyeji na wewe ni Mkristo, umeukana Ukristo na unautia aibu Ukristo, kwa sababu Mkristo haendi kwa waganga. Mkristo haendi, sio mshirikina. Mkristo hapati kazi kwa manuizo. Mkristo hasomi kwa matunguli. Mkristo haendi kazini kwa matunguli. Niwahi kufanya kazi na mtu mmoja akanitishia kwamba bwana, usinione hivi, mimi nimeaga. Na alikuwa Mkristo, tunaenda kanisani, lakini kumbe mwenzangu kaaga kwa wazee. Kuna Wakristo tunao kibao, wako kazini, wako shuleni, wako maeneo mbalimbali, wameaga kwa wazazi wao, wameaga kwa mababu zao, wameaga.
Ni Wakristo wana hirizi kiunoni, ni Wakristo hao, ni Wakristo jina. Ukristo, ukiingia kwenye Ukristo lazima uachane na haya. Ni Mkristo lakini unafanya biashara kwa matunguli kweli? Ni Mkristo lakini unalima mashamba kwa kutumia madawa? Ni Mkristo ndio unauza mahindi, unauza ng'ombe? Kitu cha ajabu, kuna Wakristo hata akiuza ndizi 10 anaweka ndulele. Unajua ndulele? Ndio ujue kiwango cha ushirikina Tanzania kiko juu. Siku moja nilisoma article moja inasema kuna utafiti ulifanyika kuona kiwango cha ushirikina katika nchi 19 zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Utafiti ule ukaonyesha kwamba Tanzania inaongoza kwa ushirikina 93%, na nchi inayofuata kwa ushirikina katika nchi hizo 19 chini ya jangwa la Sahara ni Cameroon, wala sio Nigeria, ina 77%. Katika nchi za Afrika Mashariki zile 3 kubwa, Tanzania bado inaongoza kwa 20%, kwa 93%. Nchi inayofuata ni Uganda 27%. Nchi inayofuata kwa ushirikina katika nchi za Afrika Mashariki ni Kenya 25%. Kwa hiyo Tanzania tunatisha kwa ushirikina, tunatisha. Kwa hiyo tuna Wakristo wengi lakini ni washirikina. Natangaza kwa mamlaka ya Kristo, hao sio Wakristo, wameukana Ukristo. Kwa sababu Mkristo hawezi kuwa mchawi, Mkristo hawezi kuwa mshirikina, Mkristo. Hayo ndio mabadiliko aliyokimbia kule. Ndicho kilichomleta Yesu amtoe akulete huku, uwe nuru, uwe chumvi ya dunia. Ukishikilia hayo, je, mbinguni uendi ndugu? Utaishia kuloga watu hapa na kusumbua wasio na Mungu, utaendelea kuwasumbua, lakini wewe sio Mkristo. Ukristo ni mabadiliko. Ukristo ni kuacha uchawi kama ni mchawi. Ukristo ni kuacha ulevi kama ulikuwa unakunywa. Ukristo ni kuacha wizi kama ulikuwa unaiba. Ukristo ni kuacha, na sio kwa kujilazimisha. Ukishakubali kuhamishwa huku, hiyo hali inajengeka ndani yako, unaacha. Ulikuwa na michepuko, unaacha. Ulikuwa na nyumba ndogo, unaacha. Ukristo ni mabadiliko, na ndio maana Ukristo tunategemea nguvu ya Mungu, kwa sababu bila nguvu ya Mungu kukusaidia hakuna anayeweza, kwa sababu yuko shetani ambaye hakubali umwache. Ndio maana lazima tumpende Yesu, lazima tumkubali Yesu, lazima tumkubali Roho Mtakatifu, lazima tulikubali neno la Mungu, lazima tusome Agano Jipya, lazima tujue namna ya kutumia rules of engagement za Agano Jipya. Sasa jana tulianza zile level 7 za Mkristo kukua baada ya kuokoka na kuwa mtoto mchanga. Anatakiwa anywe maziwa. Biblia inasema alishwe maziwa, tena maziwa yasiyogoshiwa, ili aweze kuukulia wokovu. Biblia inaposema kuukulia wokovu, maana yake baada ya kuokoka kuna kukua, na kukua kuko katika level 7. Ziko nyingi, lakini mimi kwa ufunuo Mungu alionipa ziko level 7 nilizoziona, ambazo kila Mkristo aliyeokoka lazima amuombe Mungu na utafute uso wa Mungu, akue katika hizo level. Na level ya juu ni lazima tufike katika kimo cha utimilifu wa Kristo. Jana tulianza level ya kwanza, kwamba kukua katika neema. Tukasoma neno lile katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Sema, lakini kueni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Tunatakiwa kukua. Hapo anaeleza vitu viwili. Kuna kukua katika neema na kuna kukua katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Hii nitaeleza kwenye level ya 3 au ya 4 ya kukua katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini jana tulijadili kwa kirefu na tukaona umuhimu wa neema, kwamba neema sio uholela. Watu wengine wakisema kwa neema tunaokolewa kwa neema, wanafikiri ndio tunaruhusiwa kufanya dhambi. Warumi sura ya 6 anasema, je,
tuzidi kufanya dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Paulo anasema hasha, hasha. Wewe uliyopokea neema hustahili tena kutembea katika dhambi. Dhambi haikuhusu. Kwa hiyo neema sio uholela, kama tulivyojifunza katika somo lililopita. Na leo tunaingia katika levo ya pili, kukua katika levo ya pili ambayo inasema ni kukua hadi kufikia umoja wa imani. Kanisa, mtu aliyeokoka anatakiwa kukua hadi kufikia umoja wa imani. Umoja ni mahusiano. Kwa hiyo Ukristo ni mahusiano. Katika levo hii tutajifunza zaidi mahusiano. Mahusiano mazuri na Mungu ndio Ukristo. Mahusiano mazuri na jirani, huo ndio Ukristo. Ukristo ni mahusiano mazuri. Ndio nasema kwamba kukua hadi tufikie kwenye umoja wa imani. Neno linalotuongoza linatoka Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, nalo linasema hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na wengine kuwa walimu. Mstari wa 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, na hata kazi ya huduma itendeke, na hata mwili wa Kristo ujengwe, na hata sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Sasa hapa zimetajwa hatua nyingi sana, kuna level nyingi sana zimetajwa hapa. Imetajwa level ya kwanza, imetajwa na level ya pili na nyingine. Lakini mimi leo nataka tujifunze level ya Mkristo baada ya kuokoka, kukua hadi kufikia kwenye umoja wa imani. Na level hizi za kukua kikanisa, katika kanisa, ni kuhakikisha tunatakiwa kukua katika imani. Ni kuhakikisha kwamba tunamfahamu sana mwana wa Mungu, na kuhakikisha kwamba tunakuwa watu wakamilifu na kufikia kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo, na kuwa na uhusiano mzuri na Kristo. Kama nilivyosema pale awali kwamba Ukristo ni mahusiano. Pale mwanzo nilisema uhusiano ni mabadiliko, sawa. Ukishabadilika, lakini Ukristo unakwenda ndani zaidi, kwamba unajengwa katika mahusiano. Ndio maana tunasema kanisa sio dini. Ukristo sio dini. Watu wanasema dini ya Kristo haipo. Dini nyingine huko unazozijua, unazoweza zitaje, lakini Ukristo sio dini. Na haya sio maneno yangu, bali ni maneno ya Biblia. Ukristo sio dini, bali ni imani katika mtu. Ukristo umeanzishwa kwa imani kwa mtu anayeitwa Yesu Kristo. Maana Biblia inatueleza Yesu alikuwa mtu 100%, ndio maana alitoa damu yake, lakini Yesu pia alikuwa ni Mungu 100%. Kwa hiyo kwenye upande wa mtu, imani, Ukristo ni kuweka imani juu ya Mungu mtu anayeitwa Yesu Kristo. Na imani ni maisha. Imani ni lifestyle. Unapata lifestyle kwa kumwamini Yesu, anakubadilisha maisha, kisha unaishi maisha ya Kikristo. Kristo akikubadilisha kwa kukuokoa, unakuwa Mkristo unayeishi maisha ya Kikristo yanayoongozwa kwa neema, kwa njia ya imani. Huyo ndio Mkristo. Kwa hiyo Ukristo sio dini, kwa sababu Ukristo ni maisha, ni imani, na imani ni lifestyle,
ya kuwa na uhakika ya mambo Mungu aliyokutendea. Dini mara nyingi inakuwa na seti ya sheria. Kama dini ya Kiyahudi ina seti ya Torati na sheria kadhaa, kuna desturi na mila. Lakini Ukristo hauna desturi, hauna sheria, hauna Torati, hauna kanuni. Wenyewe unaongozwa kwa imani. Huo ndio mkataba wa Agano Jipya. Agano ni makubaliano, agano ni mapatano. Mungu alipatana na wanadamu kupitia Yesu Kristo katika Agano Jipya kwa kumleta Yesu aliyebeba neema na ahadi. Mwanadamu katika patano hilo na Mungu, yeye anachangia imani, kumpokea Yesu aliyebeba neema na ahadi. Mwanadamu huku kutimiza hilo agano, kuweka connection na hilo agano. Tunaliunganisha agano kwa imani, sio kwa Torati, sio kwa sheria, hapana, kwa imani. Ukiwa na imani utaipokea neema, utampokea Yesu, utapokea imani, utapokea neema, utapokea ahadi. Ukishapokea, unaongozwa na kuishi kwa imani. Na ndio maana Yesu katika kazi yake alikuwa anasisitiza habari za imani. Kwa hiyo Ukristo sio dini, kwa maana kwamba hakuna seti ya sheria, hakuna Torati, hakuna desturi, bali ni njia ya kuishi maisha ya kufanana na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Ukristo ni imani iliyo hai, inayokuwa kutoka imani hadi imani. Imani hii tuliyoipokea iko hai. Torati, sheria haziko hai au desturi, lakini imani iko hai. Ndio maana katika Warumi sura ya 1 mstari wa 17 anatueleza imani inakuwa kutoka imani hadi imani. Anasema hivi: kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki hataishi kwa Torati. Mwenye haki hataishi kwa kukariri sheria. Mwenye haki hataishi kwa kushika kanuni. Hapana. Biblia inasema katika Agano Jipya tunaunganishwa na imani, na ukishaunganishwa bado huyo mwenye haki ataishi kwa imani. Kanisa linakuwa kutoka utukufu hadi utukufu. Tunasoma habari hizo katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18 kuonyesha mabadiliko. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa taji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hadi utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa hiyo tunaona bado kanisa linakuta mabadiliko, linapokea mabadiliko, na linatakiwa kutoka utukufu hadi utukufu. Ukristo kama Mkristo lazima ubadilike. Ulivyokuwa mwaka jana bora, lazima mwaka huu uwe bora zaidi kuliko mwaka jana, na utakavyokuwa bora mwakani lazima uwe bora zaidi kuliko mwaka huu, kuliko mwaka uliopita, na kuliko tangu ulivyookoka. Ni mabadiliko kuendea utukufu hadi utukufu. Ni mabadiliko kutoka imani kwenda imani, kwa sababu Ukristo ni mabadiliko. Ukristo ni mabadiliko mema. Ukristo ni mahusiano. Ukitaka kujua kwamba Ukristo ni imani wala sio dini, Biblia inasema hivi: kila tendo lisilotokana na imani ni dhambi. Katika Agano Jipya kuna dhambi mpya. Kuna dhambi mpya. Dhambi mojawapo mpya ni hii tunayosoma katika Warumi sura
ya 14 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema hivi: lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa, kwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani. Maana kila tendo lisilotokana na imani, lisilotoka katika imani, ni dhambi. Umeona? Ukishaokoka, ukishakuwa Mkristo, lazima ujifunze kuishi kwa imani. Na imani chanzo chake na kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unaposikia neno la Kristo, imani inajengeka. Ikishajengeka, unatakiwa uendelee kusoma neno la Mungu ili imani izidi kukua na kuongezeka, ili uweze kuishi maisha yako yote kwa imani, ili uweze kumpendeza Mungu ni kwa imani. Maisha ya mwanadamu akishaokoka anatakiwa aishi kwa imani. Na umeona hapa anasema hivi, hata kula chakula natakiwa uishi ule kwa imani. Fikiria, kama hata kula, hata kunywa maji unywe kwa imani. Usipokunywa kwa imani ni dhambi. Maanake hakuna tendo ambalo utalitenda ambalo halihitaji imani. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yote, tangu asubuhi anapoamka mpaka jioni, usiku anapokwenda kulala, anatakiwa aongozwe na imani, sio sheria. Ndio tofauti ya Ukristo na dini nyingine. Dini nyingine zinafuata sheria, kwamba ninapotoka ndani nishuke kwenye mlango nitoke na mguu wa kushoto ili nisiende kupata mikosi huko, na nikiingia nyumbani niingie na mguu wa kulia. Yaani ukifika mlangoni lazima ucheze kama joti ili utangulize tu mguu wa kulia. Hiyo ni sheria, hiyo ni kanuni, huo ni ushirikina. Wakristo hawako hivi. Tunaishi kwa imani. Siku moja tukoja kujifunza imani ni nini kwa undani. Lakini tumeona hapa hata kula unatakiwa ule kwa imani. Na Biblia inasema katika mstari huo, na kila tendo. Biblia inasema kila, na kila tendo. Unajua maana ya kila? Na kila tendo lisilotokana na imani kwa mwanadamu, akilitenda bila imani, ni dhambi kwake. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 anasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hatendi, kwake huyo ni dhambi. Hiyo dhambi nyingine hiyo. Wewe umeona mtu kaiba halafu husemi, wewe uliye uiba na wewe huyo aliyekuona na hajatoa siri, wote dhambi mnayo. Lakini nasema hata kula ni dhambi. Kanisa nataka nisisitize huu mpango, hii pointi pia. Ni lazima tujue kwamba kanisa sio dini, kwa sababu kanisa ni taasisi ya Mungu, wala sio ya papa. Kanisa ni taasisi ya Mungu, wala sio ya askofu mkuu. Maana askofu mkuu hana mbingu. Papa na mheshimu sana, lakini hata ukimwamini hana mbingu ya kukupeleka. Kanisa ni la Mungu, ni mali ya Mungu ambaye mbingu anayo, jehanamu anayo. Ukizingua ana mahali pa kukupeleka, panaitwa jehanamu. Ukiishi kwa imani vizuri, ukampendeza, ana mahali pa kukupeleka, ni mbinguni. Lakini mchungaji wako, sikwambiwe umdharau, lakini mchungaji hana mbingu. Hata kama ana upako kiasi gani, hana mbingu ya kukupeleka. Kwa hiyo mchungaji akupatanishe na Kristo, sio upatanishwe na mchungaji na askofu. Sisemi kwamba ugombane nao, lengo ni Yesu. Shika kichwa Yesu. Sasa kanisa ni mali ya Mungu. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari 28. Matendo ya Mitume 20:28 nasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Huu ni mstari wenye nguvu mno, ambao Paulo alikuwa anaongea na wazee wa Efeso, kwamba ninyi wazee, ninyi maaskofu, ninyi wachungaji, jitunzeni nafsi zenu kwanza. Mungu yuko very clear kwamba wewe mtumishi wa Mungu, kabla ya kumhubiri mtu, jihubiri mwenyewe. Kabla ya kumpa mtu ujumbe, jipe mwenyewe. Kabla ya kumtunza Mkristo, jitunze mwenyewe. Sio unaambia
sikieni maneno yangu, matendo yangu hapana. Tutataka kuona matendo yako, tutataka tuone maneno yako na tufuate na matendo yako. Usituambie fuateni maneno yangu, matendo yangu hapana. Hapana, wewe si Mkristo, umeukana Ukristo na hufai kuwa kiongozi. Maana wewe mwenyewe ni wa jehanamu. Utawapelekaje watu mbinguni wakati wewe mwenyewe unaenda jehanamu? Yaani wewe unavuta sigara, halafu unakataza watu wasivute sigara. Unawakataza watu kitu wakati wewe unafanya. Huo sio uongozi na huo sio Ukristo. Kama umeshindwa kumtumikia Mungu kwa uaminifu, acha. Maana kwa watu sasa hivi wanamtumikia Mungu kwa ajili ya faida, kwa ajili ya pesa. Ndugu yangu, jehanamu ipo. Acha usanii, acha kufurahisha watu, mtumikie Mungu kwa uaminifu na malipo yako utapata. Biblia inasema mara 100 hapa, lakini baadaye uzima wa milele. Kwa hiyo Ukristo, kanisa ni mali ya Mungu, wala sio mali ya mchungaji, wala sio mali ya askofu. Ingawaje hao ni viongozi wa kibinadamu, lakini wakizingua, unao uwezo wa kwenda mbele za Mungu binafsi na ukaenda mbinguni. Kwa hiyo Ukristo ni mali ya Mungu, na Roho Mtakatifu ndiye anayewaajiri watumishi. Sasa tuna watumishi wengine wameajiriwa na madhehebu, wengine wameajiriwa na makanisa yao, na wanawasikiliza makanisa yao yanawachagulia injili ya kuhubiri, sio Roho Mtakatifu. Unakuta kuna silabasi zimewekwa, leo tunahubiri hiki dunia nzima, sawa, lakini Roho Mtakatifu anaweza kukupa somo. Kanisa ni la Mungu, muajiri ni Roho Mtakatifu. Walioajiriwa na Roho Mtakatifu wanatoa hesabu kwa Roho Mtakatifu, wanapewa mzigo na Roho Mtakatifu, wanapewa ujumbe na Roho Mtakatifu. Lakini leo hii tuna watumishi wengi wa Mungu wameajiriwa na wanadamu, wameajiriwa na matumbo yao, wameajiriwa na madhehebu yao, wameajiriwa na dini zao, na wanahubiri sawasawa na dini zinavyotaka. Hata kama ni ujumbe wa Roho Mtakatifu, unasikia wanasema hayo sio mapokeo yetu, huo sio msimamo wetu. Hata kama ni Biblia, anasema sisi hatuneni kwa lugha kwa sababu huo sio msimamo wetu. Yaani Biblia inaelekeza, lakini mapokeo kwa sababu yamekataa. Wanakataa kwa sababu wameajiriwa na wanadamu. Lakini kanisa ni la Mungu, maana ndiye anayejua pa kukuweka ukiondoka. Kanisa ni la Mungu na Roho Mtakatifu ndio mwajiri. Na katika mstari huu anasema Yesu amelinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ana uchungu na kanisa kuliko wewe. Roho Mtakatifu ana uchungu na kanisa kuliko wewe. Yesu Kristo aliyepigiliwa misumari pale msalabani ana uchungu na kanisa kuliko wewe. Acha usanii. Kama Mungu amekupa nafasi ya madhabahu, hubiri katika kweli, kaa katika kweli, hubiri agano jipya. Watu wafahamu Yesu, watu wafahamu Roho Mtakatifu, watu wafahamu haki yao. Mbinguni wanafikaje? Si kwa kushika Torati na sheria. Ukristo umejengwa katika mahusiano, mpendwa. Ninapoendelea ili kuingia kwenye somo la leo, Ukristo umejengwa katika mahusiano. Ndio maana katika Yohana 17:21 asema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, na hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Kumbuka, tunataka kuingia kwenye level ya pili, tujifunze level ya pili, kwamba hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani. Ina maana hatujaufikia. Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani, maana yake level ya pili ya umoja wa imani hatujafika. Watu wana madhehebu yao tu ya Kikristo, lakini kuwa na umoja wa imani hatujafika. Ndio maana neno linatuambia hata tutakapoufikia. Na ili tuufikie, lazima tujue kwamba Ukristo ni mahusiano.
Ukristo umejengwa katika mahusiano. Umejengwa kwenye imani, sawa, tumeshaona, lakini Ukristo umejengwa kwenye mahusiano. Jambo la pili, mahusiano yetu yakikaa vizuri, umoja wa imani tutaupata. Umoja wa imani hatutaupata. Dakika 40 sasa. Umoja wa imani hatutaupata kama hatutakaa katika mahusiano mazuri. Wakati niko mahali fulani, kuna watu walienda kukesha, walifunga siku 10, siku 7, wakimuombea mpendwa mmoja afe. Fikiria, wanaenda kwa Mungu, wanamsihi Mungu wa rehema. Wamesahau kwamba Mungu ni wa upendo. Wamesahau Mungu ni wa rehema. Unajua Mungu ni wa ajabu sana. Mungu amewahi kujibu hata mapepo. Ndio wewe mtu uliookoka lazima ufikiri kama Mungu kama Yesu amewahi kusikia maombi ya mapepo, akayajibia maombi yao, akayakubalia, yakafanikiwa. Sembuse wewe uliookoka. Unamkumbuka yule mwagarasi aliyekuwa na malegioni? Yalisemaje? Yakamwambia, Bwana, Yesu tunakujua, usiturudishe kuzimu. Tunaomba uturuhusu tuwaingie kwa wale nguruwe. Yesu akasema, mimi ni mstaarabu, huwa najibu maombi. Maombi yenu nimejibu. Nendeni kwa hao nguruwe. Yale mapepo yakatoka, yakamwacha yule mtu, yakaenda kuingia kwa nguruwe, na nguruwe nao akaona siwezi kukaa na pepo. Kuna wanadamu wanapenda kukaa na mapepo. Nguruwe hawakukubali kukaa na mapepo. Waliona ni afadhali wafe kuliko kukaa na mapepo. Wakaenda kutumbukia baharini, wakafa. Wewe mtu mzima na akili zako unakubali kukaa na mapepo? Haiwezekani. Lakini pointi yangu nini? Yesu alijibu maombi ya mapepo. Kama Yesu aliwahi kusikia maombi ya shetani akamjibu, sembuse wewe ukiomba. Kwa nini unakuwa na imani haba? Wewe ukiomba kwa imani, Yesu anasikia na anakujibu. Lakini mahusiano, Ukristo umejengwa katika mahusiano. Hapa anasema wote, Yesu anatuombea katika ile Yohana 17. Anasema wote naomba wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu na mimi niko ndani, na wao wawe na umoja. Hapo anasema hivi, hawa kanisa, hawa Wakristo wakiwa na umoja, dunia nzima itajua kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya ulimwengu. Umeona injili inayohubiriwa na umoja wetu. Yaani ule umoja wetu tu unahubiri bila kusema. Tukiwa na umoja tu bila kusema chochote, dunia itajua kwamba Yesu ametumwa kwa ajili yao pia. Sio kuwahubiria tu, Yesu kafa kwa ajili yenu, kaja kwa ajili yenu. Injili ya kwanza ni sisi kuwa na umoja. Angalia tumehamishwa, tuko huku. Angalia tulivyotengana. Na sasa hivi bila hata aibu, unakuta Mkristo mmoja anamshambulia mtumishi mwingine bila aibu kabisa. Unaweza ukafikiri watu hawana akili. Unaweza ukafikiri watu wamerogwa. Yaani umekosa namba ya kumpigia, umwambie ulichokifanya hakifai. Mpaka uitishe waandishi wa habari, uwaambie fulani hayupo sawa, wewe ndio ulio sawa. Yeye aliyokosea na wewe unayemsema, wote maziganyanda. Hamko sawa wote. Wote ni ikabodi. Watu wengine ni kama wana huduma ya kukosoa watu. Kimweri akitoka tu kuongea pointi fulani, kesho anaita waandishi wa habari. Nimemwona Kimweri anaongea vitu ambavyo havifai kabisa. Wewe umeitwa kukosoa watu. Imeandikwa wapi injili ya kukosoa wenzio? Ni kwa sababu hatuna umoja, hatuna mshikamano, na kwa namna hiyo injili ni giza, kwa sababu umoja unahubiri. Ni kama katika upendo, tutasoma baadaye. Yesu anasema amri mpya nawapa, mpendane. Mkipendana, watu watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Umoja wetu kama kanisa unahubiri kwamba Yesu katumwa kwa ajili ya wanadamu wote, kama tulivyosoma katika Yohana 17:21. Ngoja tuingia. Ukristo ni mahusiano. Na tukiwa na mahusiano mazuri, umoja wa imani, hii level ya pili itapatikana. Haipatikani kwa sababu
mahusiano ni mabovu. Tumepewa amri mpya ya kupendana. Alafu Mungu ajabu sana. Twende taratibu. Kuna mistari mitatu hapa nitakuonyesha mahusiano anatumia neno kama. Iko mitatu, ngoja uone. Tumepewa amri mpya ya kupendana. Amri mpya katika Yohana 13:34 anasema hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama. Huu ni mstari wa kwanza ambao unaonyesha upendo kama, unaonyesha mahusiano kama, kwa kutumia neno kama. Na kama ni mlinganyo, ni balance, hakuna kushindwa, kote kote kulingana. Asema amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, ninyi nanyi vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hivi unafikiri maandiko yanasema bure? Hivi unafikiri maandiko yanasema bure? Yesu anasema amri mpya, maana yake kulikuwa na ya zamani, hii ni mpya nawapa, mpendane. Mkipendana watu wote, soma vizuri pale, watu wote watatambua ya kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Maana yake kitambulisho kwamba sisi tumeokoka, kitambulisho kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu, kitambulisho kwamba sisi ni kanisa, ni sisi kuwa na upendo. Ukristo umejengwa katika mahusiano, na Ukristo umejengwa katika mahusiano ya upendo, sio chuki. Hii ni amri mpya aliyoitoa Bwana Yesu Kristo kwa wanafunzi wake, kwamba wapendane kama alivyowapenda yeye. Maanake anataka kuweka mizani kwamba levo ya kupendana, levo ya kumpenda jirani yako, angalia levo aliyotupenda Yesu, kwamba kama Yesu alitupenda kwa kilo 10 kama, maanake sisi nasi inabidi tupendane kwa levo 10 ili kupata mizani, ili tuweze kupata balance. Na Yesu asingesema kama hilo jambo haliko kwenye uwezo wetu. Maana yake tunao uwezo wa kupendana kama Kristo alivyotupenda. Na ndio maana Yesu kasema, na alisema akijua kwamba tunaweza. Lakini leo hii uadui unaweza ukafikiri ni chui na panya. Watu wanachukiana, watu wanakasirikiana, watu wanatafsiriana kuuana, watu wanapeana sumu kanisa. Na watu wengi sana wameuana, watu wengi sana wameuana kwa ajili ya watu wengine wamepewa sumu ili apate cheo. Ameona huyu atapewa ukuu wa jimbo, anakuondoa ili ashike hiyo nafasi, hata hiyo nafasi ya kumtumikia Mungu kwa damu. Watumishi wengine wanapata vyeo kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Jamani, hili kanisa lina hali ngumu, kanisa lina hali ngumu. Walio macho rohoni, tuamke, tuomboe kanisa, tufunge na kuomba kwa ajili ya kanisa. Hata nchi inapita kwenye matatizo kama haya kwa sababu kanisa haliombi. Kanisa limejisahau, kanisa limeingia kwenye siasa. Kanisa uko wapi? Kanisa amka, toka kwenye ikabodi, amka, mtafute Kristo mwenye nguvu, mtafute Roho Mtakatifu. Rudisha mahusiano na Roho Mtakatifu, rudisha mahusiano na Yesu, rudisha mahusiano na Biblia, rudisha mahusiano na Agano Jipya. Kaa katika maombi, funga na kuomba, tumtafute Mungu kwa upya. Ikabodi itoke, turudi katika nafasi zetu. Kanisa la Tanzania uko wapi? Kanisa la Tanzania amka katika jina la Yesu. Kanisa la Tanzania uko wapi? Kanisa la Tanzania, kwa nini umelala? Amka katika jina la Yesu. Mahusiano yarudi ili levo ya kuwa katika imani moja. Yohana 15:12 anasema amri mpya ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Umeona hiyo? Kama
Tunaamuliwa kupendana. Biblia inasema hivi, ndugu yako akikosea muonye. Moja, sema moja. Pili, asipokusikia muite. Ita ndugu wawili watatu, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili kila neno lithibitike. Asipokusikia liambie kanisa. Asipolisikia kanisa, ndio umfanye kama mmoja wa mataifa, achana naye. Lakini unamuingiza kama unamuombea mataifa. Lakini unaonaje sasa hivi? Mtu akifanya kitu tu fulani, hata bila kumuita, anaitwa vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa kwa sababu ya mtumishi Christopher. Nimeona amezidi sasa. Yeah. Kwani kuwa na watu wengi ni nini? Mbona hata Diamond ana watu wengi? Ndio tuseme umeshindwa kumuita? Umeshindwa kutumia hii hekima ya Mungu? Kama nimekosea, niite, nikalishe chini. Namba yangu ya simu tafuta, utaipata. Njoo. Mimi kama ndugu yako, poteza hata mafuta, gharama. Safiri, nenda. Kimweri umefanya pumba 1, 2, 3, haijanifurahisha. Na Mungu hapendi. Utakuwa umenisaidia. Unaita vyombo vya habari ili uonekane wewe ndio mtumishi. Watumishi wa siku hizi wanapenda sifa. Watumishi wa siku hizi nao wanataka kiki. Mungu atusaidie. Hatukuokolewa ili tupate kiki, tupige kiki mtaani. Yohana 13:34 anasemaje? Mpendane kama. Yohana 15:12 anasemaje? Hii ndiyo amri yangu, kwamba mpendane ninyi kwa ninyi. Marko 12:30 anasema hivi, na kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo kama unataka kumpenda jirani yako, umpende kama Mungu alivyokupenda, kama Kristo alivyokupenda. Katika Marko 12:30 anasema umpende jirani yako kama nafsi. Manake seti standard ya kujipenda. Halafu ukishapata standard ya kujipenda kwamba ni kilo 10, sasa kama, manake na jirani yako mpende kwa kilo 10 hizo hizo. Neno kama ni mlinganisho, ni msawazisho. Na kama tukikaa katika pendo kwa jinsi hiyo, tutakuwa na kuingia katika umoja wa imani. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 11. Naomba nikusomea haraka pale nimalize. Anasema hivi, maana hii ndiyo habari tuliyosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi, si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, na matendo ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu ukiwachukia. Sisi twajua ya kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyempenda akaa katika mauti, na kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mwajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya duniani, kisha akamwona ndugu yake ni muhitaji, akazuia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Kwa tendo na kweli. Hapa tunauona Ukristo kwamba umejengwa katika mahusiano, umejengwa katika upendo. Kama huna upendo kwa Mungu, kama huna upendo kwa jirani, sio Mkristo, umeukana Ukristo.
Kama tutahukumiwa getini kuingia mbinguni, kigezo cha mojawapo kitakachotumika kuwapima watu watakao kwenda mbinguni ni upendo. Na upendo, ndugu yangu, huko kwenye nyanja 3. Ngoja siku moja nitakuja kujifunza peo za upendo. Ziko peo 5 za upendo. Ngoja nitaje 3. Kuna peo 5 za upendo. Kuna upendo wa Mungu unaotakiwa kumpenda Mungu. Kuna upendo wa kumpenda jirani. Kuna upendo wa kumpenda adui. Ngoja niseme haraka. Kumpenda Mungu unatakiwa umpende kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Huu ni upeo wa kwanza. Ni upeo namba 1. Unatakiwa uelekeze upendo wa Mungu. Umpende kwa mwili wako, umpende kwa roho yako, umpende kwa nafsi yako. Upendo wa Mungu unagusa sehemu 3 zote za mwanadamu, lakini usiupeleke hivyo kwenye upeo wa mwanadamu. Usimpende mwanadamu kwa roho, kwa nafsi. Huo ni upeo wa kumpenda Mungu. Mwanadamu unatakiwa umpende kama, tena usije ukapungua. Kama una kanzu moja, halafu unasema umpende jirani yako kama nafsi, halafu unampa hiyo kanzu moja, maana yake umempenda jirani yako kuliko. Maana kanzu moja ulikuwa nayo na yenyewe umeitoa. Kumpenda kama, maana yake una kanzu 2, unampa moja na wewe unabakiwa na moja. Hapo ndio umempenda kama. Huu ni upeo wa pili. Upeo wa 3 wa upendo ni upendo wa kumpenda adui. Kumpenda adui, kaa naye mbali. Ukimkumbatia atakupiga kisu. Adui mpende. Upendo anaousema sio kama ule wa Mungu. Upendo anaosema sio wa kumpenda jirani. Kumpenda adui kuna upeo wake. Kaa naye mbali. Katika Warumi anasema msubiri apate njaa, msubiri apate kiu, halafu akipata shida kamsaidie. Mwonyeshe upendo kwa kumsaidia. Ana njaa, mpe chakula. Ana kiu, mnyoshe maji. Biblia inasema kwa kufanya hivyo utampalia makaa ya moto kichwani mwake. Lakini peo ya kumpenda adui sio peo ya kumpenda Mungu, sio peo ya kumpenda jirani. Usije ukachanganya hizi madeso, ndugu yangu. Mungu unatakiwa kumpenda kwa peo yake. Jirani yako mwema unatakiwa kumpenda kwa peo yake. Adui yako unatakiwa kumpenda kwa peo yake. Kaa naye mbali. Unakumbuka ule mtumishi wa Daudi alifanya suluhu na adui yake. Adui yake naye akasema hapa, akajidai kukubali. Akaenda kumkumbatia adui. Adui akachomoa kisu, akamchoma kiswani pap. Daudi akaenda kumlilia Abineri, kwa nini umekufa kifo cha kipumbavu namna hii? Daudi alimlilia Abineri kwa sababu alikufa kifo cha kipumbavu. Alikwenda kufanya suluhu na adui wakati adui hakuwa na mpango wa kufanya suluhu. Na walikuwa wanaenda kufanya maridhiano. Walifanya maridhiano kule. Abineri alikwenda kufanya maridhiano na adui. Lakini adui alikuwa na lake jambo. Tumekubaliana. Abineri akamkumbatia adui, adui akachomoa kisu, akamtia cha tumbo, akafa pale pale. Daudi akaenda kumlilia Abineri. Abineri, vipi bwana? Shujaa ninaye kutegemea, amiri jeshi wangu, unakufa kifo cha kipumbavu kama afavyo mpumbavu. Adui, kaa naye mbali. Muonyeshe upendo kwa mbali sana. Kwa mbali sana. Mungu atusaidie kwamba Ukristo umejengwa katika mahusiano. Ndio maana hata adui lazima umpende mahusiano, lakini akili kichwani. Katika mahusiano hayo, kanisa lina ofisi 5. Muda unakwenda kweli kweli. Mungu atusaidie. Katika mahusiano hayo, kanisa linajengwa na ofisi 5. Naomba hizi nije nizifafanue kesho au kipindi kinachofuata. Lakini tutaongozwa na Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, anasema naye
alitoa wengine kuwa mitume, ofisi ya kwanza, wengine kuwa manabii, ofisi ya pili, na wengine kuwa wainjilisti, ofisi ya tatu, na wengine kuwa wachungaji, ofisi ya nne, na wengine kuwa walimu. Ofisi 5 zimewekewa kanisa. Hizi ofisi 5 zikifanya kazi katika mahusiano, hizi ofisi zikifanya kazi katika imani, hizi ofisi zikifanya kazi katika upendo, hizi ofisi zikifanya kazi katika umoja, anasema hivi mstari wa 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata na mwili wa Kristo ujengwe. Mstari wa 13, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani. Umeona sasa? Umoja wa imani hautafikiwa kama hatuna mahusiano. Umoja wa imani hautafikiwa kama hatuna umoja. Umoja wa imani hautafikiwa kama hatuna imani moja nzuri katika Kristo Yesu. Lakini umoja wa imani hautafikiwa kama hizi ofisi 5 hazitafanya kazi katika umoja. Na hakuna dhehebu lenye ofisi hizi 5. Watu wengine wanafikiri katika kanisa lao wana manabii, wana mitume, wana wainjilisti, wana wachungaji, wana walimu. Hakuna kanisa lililo sheheni. Unaweza mwalimu akawepo, lakini yuko kwenye dhehebu usilolitaka. Mungu naye kitu alichoweka, kwa sababu Mungu hafungwi na dhehebu lako, wala huwezi ukamweka Mungu kwenye chumba chako ukamfungia huko asitoke. Huyo atakuwa Yesu wa namna gani? Yesu alisema enendeni ulimwenguni mote, akijua katika ulimwenguni mote mna vichaa, kuna watu kama kina Christopher, kama kina Kimweri, mimi hapa, watu wa kila aina hapo. Akasema duniani kote mkahubiri Injili. Tena anasema katika Marko, kwa kila kiumbe aaminie. Injili inatakiwa ikahubirie kwa kila kiumbe ili aaminie. Kigezo ni kuamini. Tunapaswa kuhubiri Injili, watu wamwamini Yesu. Tumuuze Yesu kwa mataifa, tusiuze madhehebu, tusiuze dini. Dini yako haiwezi kumfungia Yesu hata siku moja, la sivyo Yesu atakuwa mdogo sana. Anayefungia kwenye kadhehebu kako ambako hata mkoa akamalizi. Yesu gani huyo, wakati Yesu ni wa dunia nzima? Tutaanzia hapa kesho kwamba mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu hawa waunganishwe katika mahusiano, wafanye kazi katika ofisi zao, waungane, ndipo kanisa lijengwe na kukua. Kanisa halikui kwa sababu manabii, mitume kivyao, manabii kivyao, wainjilisti kivyao, wachungaji ndio usiseme, walimu wa kinasisi kivyao. Kama tunataka kuona nguvu ya Omega katika nyakati hizi za mwisho, ni ofisi hizi kuungana kufanya kazi, kuvunja mipaka ya madhehebu, kuvunja mipaka ya madhehebu. Tumtazame Kristo, maana tumeunganishwa na Biblia moja, tumeunganishwa na Yesu mmoja, tumeunganishwa na Roho Mtakatifu mmoja, tunakwenda mbingu moja, Baba yetu ni mmoja. Nani aliyeturoga tukatengana? Nani? Lazima tumtafute mchawi anayetutenganisha. Nani? Kama ni Torati tuachane nayo, kama ni sheria tuachane nayo. Tuvunje mipaka ya kimadhehebu, tuvunje mipaka ya dini, tuvunje mipaka. Nabii nimuone ni ndugu yangu, nimuunge mkono. Mtume nimuunge mkono, ni ndugu yangu, kwa sababu ana kitu cha kimungu kitakachonisaidia. Nabii ana kitu cha kimungu kitakachonisaidia. Mwinjilisti ana kitu cha kimungu kitakachonisaidia. Mchungaji ana kitu cha kimungu kitakachonisaidia. Mwalimu ana kitu cha kimungu kitakachonisaidia. Tukiweka mipaka, cha kwangu cha kiualimu hutakipata, cha kwako sitakipata. Kwa nini? Hapa katikati kuna kiambaza, na Yesu alivyokufa msalabani aliondoa kiambaza. Hekalu, pazia la hekalu limepasuka. Mpendwa, muda hautoshi, lakini natamani kanisa tuamke kwenye usingizi, tutafakari huku tulikohamia, na tumtafute Roho Mtakatifu kwa upya, tupate ujazo wa Roho Mtakatifu kwa upya.
Zamani wakati tunakuwa katika wokovu tulikuwa tunaombewa sana kujazwa Roho Mtakatifu. Siku hizi hiyo hali siisikii tena, siisikii. Hata Pentekoste kwenyewe wale ambao walikuwa wanasisitiza ujazo wa Roho Mtakatifu, sijui tena kama hiyo ajenda imefika mwisho au imeishia wapi, wala sijui. Tunapaswa kumrudia Mungu kwa upya. Kumbuka, sisi sio wajukuu wa Mungu. Sisi tu watoto wa Mungu, kama watumishi waliopita walivyokuwa watoto wa Mungu, waliokuwa na upako kipindi kile walikuwa watoto wa Mungu, na sisi tu watoto wa Mungu, upako ule ule, urithi ule ule tunao sisi. Amka, tumtafute Roho Mtakatifu kwa mpya, na Mungu akubariki. Kesho tutaendelea hapa tulipoishia. Asante sana. Mungu akubariki sana.